Mimi kama mbunge Msukuma pamoja na wananchi wangu tunaungana na Mheshimiwa Rais kwenye kauli aliyoitoa kuhusiana na usalama wa nchi yetu. Tunampongeza sana, na sisi wananchi wake tunasema aendelee kusonga mbele katika kuhakikisha analinda usalama wa nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, taifa hili ni taifa huru na hatuingiliani kwenye East Africa kuhusu masuala ya kisiasa. Kila nchi ina mambo yake. Tumeona swala lililotokea juzi la wanaharakati na yaliyowapata, lakini tumeona jinsi vyombo vyetu vinavyotukanwa, lakini pia tumeona rais wetu anavyotukanwa na majirani zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama wabunge wa bunge hili tutakuwa wa mwisho kukubali kuona rais wetu anatukanwa halafu tukakaa kimya. Mheshimiwa Mwenyekiti, na niwaombe wanasiasa wenzangu wa Tanzania. Tanzania tumepatwa matatizo mengi sana ya majaribio ya kupoteza amani yetu. Tumepatwa na tatizo la Rufiji. Vyombo vyetu vilifanya kazi kubwa sana, na sisi kama wabunge, mimi nilikuwa mbunge, tulifika mpaka mahala ya kuahirisha shughuli za bunge ili tujadili usalama wa watu wa Rufiji. Tumepata tatizo la kusini Msumbiji. Majaribio yale tulilalamika sana. Tukapata tatizo la Panyarodi, nadhani kwenye bunge hili tukalalamika sana. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilifanya kazi kwa utulivu na amani ikarudi na taarifa ikawepo. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wanasiasa, wabunge, sisi tumekuja humu kwa ajili ya kuwawakilisha wananchi, na sisi ndo tumepewa dhamana ya kuwasemea wananchi wetu. Hakuna mbunge hata mmoja anayetaka kuona jimboni kwake kunanuka. Hakuna mbunge hata mmoja anayeona vyombo vyetu vya ulinzi na usalama havifanyi kazi. Niwaombe wanasiasa wenzangu, tusiingie disiko la Kimasai ambalo hatujui kulicheza. Na hawa wenzetu wamekuja kutoka Kenya, tuwaombe, na wao wanaangalia bunge hili. Sisi Tanzania hatuna cha kujifunza Kenya. Hatuna hata kimoja cha kujifunza. Tunawazidi siasa, tunawazidi akili, tunawazidi kila kitu. Na wala swala la Kiingereza sisi sio kipaumbele. Tuna maisha yetu. Kwa hiyo niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama, msikubali kuruhusu watu hao waje watuharibie nchi yetu. Niwaombe sana. Huyo sijui Mwangwa, sijui Mwangi na Mazakarua ndo vinara wa Gen Z kule. Wameharibu nchi yao, wamewekwa na ndani. Wametoka kule wamekuja tena Tanzania. Tunawaomba wa Kenya, hatuna ugomvi na Wakenya wa kawaida. Tuna ugomvi na wanaharakati. Na sisi tuko tayari kupambana nao majukwani. Niwaombe sana wa Kenya, tunafanya nao biashara, tunafanya mambo mengi ya kiuchumi. Marais yetu wanaheshimiana, waje Tanzania kuja kujifunza. Waje Tanzania kuja kutalii, lakini niwaombe wasije kutujaribu. Na mimi kama mbunge niwaombe vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, najua mnapitia wakati mgumu. Saa nyingine na sisi tunawasema, lakini zibeni masikio. Nadhani jeshini huwa hamfundishi siasa, fanyeni kazi yenu. Kama mtu anatuchokoza, sisi tunahitaji kuendelea kuniga tai, hatutaki kinuke. Hatuhitaji swala la kunuka kwenye nchi yetu. Niwaombe sana, nikuombe sana Mheshimiwa Waziri pamoja na viongozi wetu, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, sisi tunaviamini kwa 100%. Haya ni majaribu na yatapita. Endeleeni kufanya kazi. Endeleeni kufanya kazi. Na nimemsikia mwanasiasa mmoja mwenzetu, rafiki yangu, amepiga akaingilia mpaka na maamuzi ya rais. Jamani, tulikuwa na awamu ya 5 humu ndani. Mimi nilikuwa mbunge. Mwamba marehemu. Hakuna mtu alinyanyua mdomo.
hakuna mikutano, na hata hiyo press ungepiga jioni ungekuwa nao jamaa. Sasa tusimwone mama mpore tukatumia hii nafasi kumwingilia mpaka na maamuzi yake. Sisi wote tumeapa kulinda katiba. Rais wetu amelinda kuapa katiba na kulinda usalama wa nchi yetu. Aachiwe nafasi afanye kazi. Haya majaribu mnayofanya, Samia tunaye na tunatamba naye mpaka 30. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wanasiasa, swala la usalama tusilifanye la majaribio. Tuliguswa tu na panya road nyewe watu wa Dar es Salaam humu ndani. Mlipiga kelele, hey! Sasa kimeanza kidogo kidogo hiki tukikiacha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kule Kenya wakati wa utawala wa Uhuru watu walikuwa wakipotea hivi, kabla ya kufanya uchunguzi vinasingiziwa vyombo vya ulinzi na usalama. Wakabagaza vyombo vyao vikadhalilika, matokeo yake vyombo vimefanya uchunguzi vikaenda kukumbana na Shakahora, watu 200 wamefukiwa na mtu. Lakini mmeshatukana vyombo vyenu, mnawakatisha watu tamaa. I say, kwa sababu leo tuko wote humu na mimi hii ndo nafasi yangu kwa ajili ya kuwakilisha wananchi wangu. Niwaombe vyombo vya usalama, hata mimi nikikosea nitie ndani ili wengine wasalimike. Lazima mfanye kazi yenu, tusiwaingilie. Hata wanasiasa naona kama labda joto limeanza. Mimi nilikuwa naangalia hata ile clip, nikawa namwangalia mdogo wangu Gwajima hapa, askofu. Labda kuna joto jimboni, maana ile press mimi sikuielewa. Na niwaombe wanasiasa, tunaporudi kwenda kuchaguliwa, tukisimama majukwaani, tuahidi vitu tunavyoviweza. Mkiahidi vitu vikubwa ambavyo haviwezekani, matokeo yake mwishoni mnaanza kutafuta huruma ya wananchi. Mimi nakaa Mikocheni. Tunasubiri kwenda Japani kwa Gwajima. Alituahidi kwenda Japani, tunamsubiri atupeleke Japani. Alisema anatupeleka Japani na Ujerumani tukabadilishana uzoefu. Na mimi niliandika jina, ni mwananchi wako wa Mikocheni, tunakusubiri utupeleke. Kwa hiyo tusilete pressure za majimbo tukaanza kuingilia mamlaka. Rais ana nafasi ya kumtengua yoyote na kumweka mtu yoyote. Tusitumie uporo wa Mama Samia kuanza kuingilia mpaka state kwenda kupanga na kupangua. Hapana. Wananchi wetu kule wanatushangaa. Mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, jana nimepokea zaidi ya simu 200. Wanasema kesho mambo ya ndani. Hatutaki kusikiliza chochote, hata kituo cha polisi usiombe, hata gari usiombe. Watie moyo polisi, watie moyo vyombo vya ulinzi na usalama. Tunataka kuishi kwa amani. Hivi niwaulize, tukianza kuwadogosha askari wetu. Tumefanya kazi kubwa. Tumejenga bwawa la Mwalimu Nyerere, tumejenga daraja la Busisi, tumejenga mwendo kasi. Kama hamna amani, si yote yataharibika. Tuna haja gani? Nchi yetu tunaitengeneza, kuna watu wanakesha hawalali kwa ajili yetu. Sisi tunapiga tai, tunabadilisha simu, kuna watu wanashinda na mabunduki huko kufikiria sisi tunaamkaje. Wakati sisi tunasinzia na wake zetu, watu wengine wanakesha kuona humu ndani watu walale waamke kesho waende kazini. Niwaombe sana wabunge wenzangu wa bunge hili, tuatie moyo vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Najua mnapitia vitu vingi. Hata mimi mwenyewe mbunge Msukuma sipendi mtu apotee. Lakini siwezi kutoa hukumu nani amewapoteza. Vyombo vyetu kwa weledi mlio nao, fanyeni kazi. Halafu toeni taarifa. Haiwezekani kila kitu unashtakiwa kinalalamikiwa leo, kesho unatoa majibu. Hao watu wanaofanya matukio na wao wamejipanga. Sasa kwa sababu vyombo vyetu tunaviamini, kama mlifanya vizuri Rufiji, mkafanya vizuri Msumbiji, hili dalo litapita. Tunawaomba ongezeni weledi, lakini sisi kama wabunge hili tunaungana mkono sana na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Rafiki yangu Camillus Wambura IGP, wala usirudi nyuma. Pengine watu wanakupima kwa kaumbo kako, lakini sisi na Mheshimiwa Rais tunaamini kwamba tuko mikono salama. Vyombo vyote, kamanda wa migration, tena mimi nilishangaa mliwarudisha wa nini? Mngewaingiza ndani tuwapeleke na kulima. Inawezekana kule Kenya hakuna mashamba.
lindeni mipaka yetu, watu waingie humu kwa vibali. Kama amekuja kufanya biashara, haripie kibali cha biashara. Huwezi kuja kutembea halafu kaanza kwenda kuning'inia mahakamani na kutoa presi. Hili ni taifa huru, wasituingilie na taifa letu. Hata sisi tunayo midomo na wao wanafanya kampeni, wanafanya mikutano, na sisi tunao wabunge wa Kenya wengi tu marafiki zetu. Tunashirikiana kwa mawazo kwenye simu, lakini hatujawahi kwenda kupanda majukwani kudogesha serikali yao. Niwaombe sana, jeshi letu ni la weledi kwa kweli. Niangalia, hata ukiangalia wao wanasema wameendelea. Hivi unaendelea watu kila siku rais anapewa majina. Sasa hivi sijui anaitwa Heri Chapo, sijui mara Kasongo, kila siku mara anapondo viatu kwenye msafara. Tunataka tuwe na jeshi la design hiyo? Hapana, jeshi letu tunataka muendelee na mwendo mdundo ule ule. Mtu yoyote anayeingia Tanzania ajue ukileta mchezo, Wambura yuko kazini na wenzie. Utanyea kwenye debe au utakula rungu. Hii ni haki yetu. Lazima tuilinde nchi yetu kwa wizi mkubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilienda China siku moja. Nikakodisha taxi. Sasa nikawa nabishana na mkarimani wangu, mimi Kiingereza sikijui. Wakati tunabishana, nikawa nasema mbona sioni wa China wakizungumza kuhusu rais wao, kuzungumza. Yule dereva taxi alishika breki karibu tuumane meno mle ndani. Akasema, nyinyi mmekuja kwa ajili ya biashara au mmekuja kwa ajili ya kumsema rais wetu? Akatuambia, mimi hata nilizowabeba msinilipe, akatuacha kituoni. Sasa niwaombe, hii ndio system tunataka kwenda nayo kwenye hii nchi. Tumwache rais afanye kazi. Rais anakaa kila siku anachorwa, anafanya hivi. Niwaombe vyombo vya ulinzi na usalama, tumepitisha sheria humu. Hata kumchora rais wetu, kumtukana rais wetu ni kukamata, kwa sababu tulikubaliana humu ndani bungeni. Tumetunga sheria alafu tunaiogopa wenyewe. Watu wakianza sheria ya usalama wa taifa tumetunga humu, sheria ya polisi, sheria ya mitandao tumetunga humu. Ikianza kutekelezwa tena tunarudi nyuma kukaa majukwani. Hapana. Anayeumia na hizi sheria haleta hoja humu bungeni, atuambie kama yeye anataka kinuke kama watu wafanye kazi yao. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana. Asante sana Mheshimiwa Joseph Kasheku Musukuma kwa mchango huo ambao ninaamini kabisa una mantiki pana kwa maslahi ya amani ya taifa letu. Tunaendelea na Mheshimiwa Jessica Johnson Msambatavangu.